Kila ifikapo 12 Januari, Zanzibar huadhimisha mapinduzi ya serikali ya Zanzibar. Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 yalianza tarehe 12 Januari mwaka 1964 kwa mapinduzi ya haraka yaliyoongozwa na John Okello, yakimwondoa madarakani sultani wa Zanzibar na serikali yake ya Waarabu na kuibuka kwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar chini ya chama cha Afro Shirazi Party ASP na kiongozi wake Abeid Amani Karume, yakiwa ni matokeo ya chuki za kitabaka na kisiasa baada ya uhuru kutoka Uingereza mwezi Desemba 1963, yakipelekea mauaji makubwa na kuibadilisha kabisa siasa ya visiwa hivyo. Nyuma ya hivyo vitu vyote mpaka kupelekea mapinduzi ya Zanzibar, kulikuwepo na sababu mbalimbali, zikiwemo sababu chache ambazo ni utawala wa Waarabu. Waafrika wengi waliona serikali ya sultani iliyokuwa mikononi mwa Waarabu na Waasia haiwawakilishi maslahi yao, hasa baada ya uchaguzi wa mwaka 1963 ambao ASP ilishinda kura nyingi lakini ikapata viti vichache bungeni. Sababu nyingine iliyopelekea mapinduzi haya, chuki za kijamii, ambapo kulikuwa na chuki za muda mrefu na mgawanyiko wa kitabaka na kijamii kati ya Waafrika wengi na watawala wa Kiarabu ambao walitawala kwa karne nyingi. Lakini pia sanjari na hayo, kulikuwepo na mazingira mbalimbali yaliyosababisha ama yaliyopelekea kutokea kwa mapinduzi haya ya Zanzibar ya mwaka 1964 tarehe 12 ya mwezi Januari. Mazingira ya kwanza ni uhuru wa 1963 ambapo Zanzibar ilipata uhuru kutoka kwa Mwingereza mwezi Desemba mwaka 1963. Pia ikiwemo ushirikiano wa vyama ambapo chama cha Afro Shirazi Party yani ASP kilichowakilisha Waafrika kilishirikiana na chama cha mrengo kushoto Umma Party kuandaa mapinduzi haya. Lakini pia ukiachana na hivyo vitu vyote, je, ni nini matukio ambayo yalitokea katika mapinduzi ya Zanzibar ya 12 Januari 1964? Tukio la kwanza ni shambulizi ambapo wana mapinduzi wakiongozwa na John Okello mwingi kutoka Uganda walishambulia vituo vya polisi na kupola silaha. Kulikuwepo na tukio la utawaji ambapo walichukua udhibiti wa redio, uwanja wa ndege na makao makuu ya sultani, wakiwa na lengo ya kumwondosha madarakani. Kuondolewa kwa Sultani Jamshid bin Abdullah na serikali yake walikimbilia uhamishoni, ambapo tangazo la John Okello alijitangaza kuwa Field Marshal na kutangaza kuundwa kwa serikali mpya ya People's Republic of Zanzibar. Lakini matokeo yake yalikuwa ni kuundwa kwa serikali ya ASP ambapo Abeid Karume alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Sambamba na hayo, kulikuwepo na vurugu pamoja na mauaji, ambapo kulikuwa na mauaji makubwa ya kimbari dhidi ya Waarabu na Waasia, dhidi ya wahanga ikikadiriwa kufika maelfu. Baada ya vitu vyote hivyo kumalizika, kulitokea muungano wa Tanzania mwaka 1964. Baada ya miezi michache, Machi 1964, Zanzibar ilisherehekea tarehe 26 Aprili mwaka 1964 kama siku ya muungano. Hadi kufikia hapo nitakuwa nimekupitisha katika nyanja mbalimbali na kukupa machache yanayohusiana na mapinduzi ya Zanzibar. Mimi ni Ezra John na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pia kucomment. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kabisa kupata habari zetu na matukio mbalimbali kutoka hapa Dar es Salaam Tanzanite
TV.